Home Clinic. Ni siku nyingine tena mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, ikiwa ni siku nyingine tena ya Jumatano ambapo kipindi kinapokujia muda na wakati kama huu. Nahodha wako wa zamu, jina langu ni Stella Po. Kipindi hiki cha Home Clinic ni kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kufahamu mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Na siku ya leo mada iliyopo mezani inasema nini sababu na madhara ya maambukizi ya mfumo wa mkojo, yani UTI. Kupitia mada hii utaenda kufahamu mengi kupitia chumba cha daktari, hali kadhalika utaweza kufahamu wananchi wao wanauelewa gani juu ya mada hii. Na awali ya yote tujikumbushe katika Clinical Puzzle ya wiki iliyopita. Clinical Puzzle ya wiki iliyopita swali lilikuwa likihoji, je, vyakula vya haraka yani fast food vina athari gani mwilini? Na majibu yake ni kama ifuatavyo. Vinaweza kusababisha hatari ya ugonjwa wa moyo, kusababisha hatari katika mmeng'enyo wa chakula, hali kadhalika kuweza kusababisha uchovu mwilini. Na mara baada ya kupata majibu ya Clinical Puzzle ya wiki iliyopita, ni wasaa kutazama Afya Storyline ya wiki hii. Ugonjwa wa maambukizi katika njia ya mkojo unaojulikana kama UTI, urinary tract infection, ni miongoni mwa magonjwa yanayoathiri watu wengi duniani, hasa wanawake. Ugonjwa huu hutokea pale bakteria wanapoingia katika mfumo wa njia ya mkojo na kusababisha maambukizi kwenye kibofu cha mkojo, figo au mirija ya mkojo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, wanawake hupata UTI kwa kiwango kikubwa zaidi kutokana na maumbile yao ya kimwili ambayo huruhusu bakteria kuingia kwa urahisi kwenye njia ya mkojo. Chanzo kikuu cha ugonjwa huu ni bakteria aina ya E. coli wanaopatikana tumboni. Bakteria hawa wanaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kupitia tundu la mkojo na kusababisha maambukizi. Aidha, wataalamu wanaweza kuwa tabia ya kutokunywa maji ya kutosha, kushikilia mkojo kwa muda mrefu, kutofanya usafi sehemu za siri, pamoja na kujamiana bila kuzingatia usafi vinaongeza uwezekano wa kupata UTI. Magonjwa kama kisukari, matumizi ya mpira wa mkojo hospitalini, kinga dhaifu ya mwili na uwepo wa mawe kwenye figo pia huchangia maambukizi hayo. Mtu mwenye UTI mara nyingi hupata dalili kama maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa mara kwa mara, mkojo wenye harufu kali au pamoja na maumivu ya tumbo la chini. Wakati mwingine mgonjwa anaweza kupata homa kali, kichefuchefu na kutetemeka mwili ikiwa maambukizi yameshafika kwenye figo. Dalili hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito ili mgonjwa aweze kupata matibabu mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Madaktari wanaonya kuwa UTI isipotibiwa kwa wakati inaweza kusababisha madhara makubwa kiafya. Maambukizi yanaweza kusambaa hadi kwenye figo na kusababisha uharibifu wa kudumu wa viungo hivyo muhimu katika mwili. Hali hii inaweza kuathiri uwezo wa figo kuchuja damu na kuondoa uchafu mwilini, jambo linaloweza kuhatarisha maisha ya mgonjwa. Mbali na kuharibu figo, UTI pia inaweza kusababisha maambukizi kuingia kwenye damu na kuleta hali ya hatari inayojulikana kama sepsis. Ugonjwa huu hufanya mwili kushindwa kupambana na maambukizi na wakati mwingine husababisha kushuka kwa presha, kupoteza fahamu na hata kifo endapo matibabu hayatapatikana kwa haraka. Kwa wanawake wajawazito, madhara ya UTI yanaweza kuwa makubwa zaidi, kwani yanaweza kusababisha mtoto kuzaliwa kabla ya muda, mimba kutoka au mtoto kuwa na uzito mdogo wakati wa kuzaliwa. Wataalamu wa afya wanashauri wajawazito kufanya vipimo vya mara kwa mara ili kugundua maambukizi ya mapema. Aidha, UTI inaweza kusababisha maumivu ya muda mrefu katika nyonga na tumbo la chini, hasa kwa wanawake wanaopata maambukizi mara kwa mara. Watu wengine hupoteza hamu ya kufanya shughuli za kila siku kutokana na maumivu, uchovu na usumbufu wa kukojoa kila mara. Pia matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotiki kutokana na kurudia kwa maambukizi yanaweza kusababisha mwili kuzoea dawa na kufanya matibabu kuwa magumu zaidi siku zijazo. Katika baadhi ya matukio, UTI inaweza kusababisha kuziba kwa njia ya mkojo kutokana na uvimbe au maambukizi makali. Hali hii huathiri utoaji wa mkojo na kuongeza hatari ya matatizo zaidi kwenye figo na kibofu cha mkojo. Wanaume wanaopata UTI wanaweza pia kupata matatizo kwenye tezi dume, jambo ambalo huongeza maumivu na usumbufu wakati wa kukojoa. Wataalamu wa afya wanashauri jamii kuchukua hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu kwa kunywa maji mengi kila siku, kuepuka kushikilia mkojo kwa muda mrefu,
na kufanya uchunguzi wa hospitalini mara tu dalili zinapoonekana. Elimu kuhusu afya na usafi binafsi imeelezwa kuwa silaha muhimu katika kupambana na maambukizi ya UTI ambayo yanaendelea kuwa changamoto kwa watu wengi duniani. Jina langu mimi ni Mayala Swea. Na Afya Storyline hiyo, mtazamaji, inatupeleka moja kwa moja kwa wananchi kuweza kufahamu wao wana uelewa gani juu ya maambukizi ya mfumo wa mkojo yani UTI. Namna rahisi ya kujikinga na kuzuia UTI ni usafi, ambapo usafi tunaozungumzia hapa ni usafi wa chooni, nguo pamoja na mikono yako, ambapo kabla ya kuingia chooni unatakiwa ujisafishe mikono kwanza ndipo uingie chooni, na ukiingia chooni unamwaga maji ya kutosha ndipo unajisaidia, na ukimaliza unajisafisha pia mikono. Hii itasaidia bakteria ambazo zilikuwa mikononi au pale chini ambapo unaenda unapoenda kukojoa sehemu chafu au choo kinachotumiwa na watu ambao ni waangwa wakubwa wa ugonjwa, inaweza kupelekea ukapata huo ugonjwa wa UTI. Ushambulia sana maeneo ya vibofu, athari zikiwa kubwa upanda mpaka kwenye figo, na baadaye madhara yake yanaweza akawa ni makubwa sana. Hivyo ni muhimu kuchukua tahadhari, kusafisha vyoo, hakikisha unakunywa maji mengi masafi kwa wakati. Ni ugonjwa unaosababishwa kwa njia unaosababishwa kupitia njia ya mkojo, unaosababishwa na vijidudu vidogo vidogo ambavyo ni bakteria. Huo ugonjwa mtu anaweza akajua kama ana ugonjwa, kwanza ni unaanza kukojoa mara kwa mara, maumivu wakati wa kukojoa. Namna hiyo, mtazamaji, umeweza kufahamu na umeweza kutazama maoni ya wananchi. Kila mmoja ameelezea kwa namna anavyoelewa kuhusiana na maambukizi ya mfumo wa mkojo yani UTI, na maoni hayo yananipeleka moja kwa moja katika chumba cha daktari kuweza kufahamu kitaalamu zaidi kuhusiana na mada iliyopo mezani. Daktari, karibu sana ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic, na kwa kuanza nifahamu kutoka kwako, ni sababu zipi ambazo zinachangia maambukizi ya mfumo wa mkojo yani UTI? Naam, UTI kwa tunasema inaweza kusababishwa na usafi. Maana yake watu wanapokuwa wachafu kupita kiasi, ile inaweza kupelekea kupata uchafu. Tukija hasa kwa mfano kwa wadada, maana wale wengi wanajiuliza kwa nini kila mdada ana UTI au na wanaume wanakuwa na UTI chache. Ni kweli, mimi naweza nikasema mwanamke yoyote alipo au mdada yoyote alipo anaweza akawa na UTI, sawa, na asijijue, kwa maana ya kwamba yeye kwanza anapokuwa sehemu yoyote ile ametulia, mfano wapo darasani, tunachukua mfano kwa wanafunzi, au sehemu kubwa yenye mkusanyiko mkubwa, hasa sokoni, stendi, shuleni, kanisani. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo mara nyingi tunaweza tukapata ugonjwa wa namna hii wa UTI, ambapo hasa kwa upande wa wadada, mfano mdada anapotaka kujisaidia choo ndogo ni lazima achuchumae kutoka nyuzi 90 kushuka nyuzi 45 ili kubendi kwa ajili ya kuendelea na ile process ya kujisaidia choo ndogo. Lakini pia sababu kubwa anaweza kaipata sio hivyo tu, pengine anaweza kukuta kuna maji masafi, kuna tishu, kuna kila kitu, ila akakosea kwenye wakati anamaliza mwishoni kujisaidia. Manake anaweza akajisafisha vizuri, lakini akasahau kufuta ule unyevunyevu uliobaki sehemu zake za siri. Kwa hiyo ule unyevunyevu unapobaki sehemu zake za siri, kwa hiyo ile inaweza kumpelekea pia kubaki na UTI au infection ya kwenye kibofu cha mkojo bila kujua. Na atajuaje kama hiyo hali imejitokeza? Nimesema mwanzoni hawezi kujijua, lakini kujijua kwake, kama ni mtu mwenye umri ambaye ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, anaweza kujua baada ya miaka kadhaa, 3, 2 au miezi kadhaa, kama seli zake za damu ziko chini. Lakini kama ziko juu hawezi kujua mpaka pale atakapokutana na mwanaume
mwanaume ndio atakapoanza kujisikia kwamba mbona naona hivi, au yeye mwenyewe ataanza kuona labda discharge inatoka sehemu zake za siri bila kuelewa. Pengine mtu asipopata matibabu ya haraka kutokana na maambukizi haya, ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza ama kumpata mtu huyo? Kuna madhara makubwa sana. Tunasema kwamba madhara yanaweza yakapelekea mtu asipopata matibabu ya UTI. Kwanza kabisa kwa upande wa mdada tunasema anapotokwa na majimaji ukeni, mbona ile inaweza kumletea shida kubwa sana, kwa sababu yale majimaji yanatakiwa yatoke kwa mhimili wake. Manake anapokaribia kwenye siku zake ndipo huwa, au anapotaka kuingia kwenye siku zake huwa kuna majimaji yanatangulia. Sasa yale yakitokea wakati mfumo wake wa mzunguko haujafika, kwa hiyo inampelekea moja kwa moja kujua ile ni dalili ya nini, UTI. Tupate mapumziko mafupi kutoka katika chumba cha daktari, na mapumziko hayo yananipa mwangaza wa kusema kwamba sasa ni wakati wa clinical message ndani ya Home Clinic. Clinical message. Clinical message. Mara baada ya kutazama clinical message hiyo, ni wasawa tena wa kurejea katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, pengine nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na maambukizi haya ya mfumo wa mkojo? Ushauri wangu mimi kama daktari kwa jamii ni kuwa makini na ugonjwa huu wa UTI, lakini pia ni kuelimisha jamii kwa pamoja kwamba watambue kwamba UTI ipo na ipo kwa kasi kweli, kwa vijana, kwa watoto, hadi kwa wazee, hadi kwa watoto waliozaliwa. Maana kuna watu wengine wanasema kwamba mtoto mdogo atakuwaje na UTI. Sisi tunasema ni kuto kujitambua. Ndio maana tunaelimisha jamii ili watambue kwamba mtoto anapozaliwa anaweza akawa na asili ya kulialia, au hasa kwa watoto wa kuanzia miaka 5 kushuka chini. Anaweza asikwambie tumbo inauma, lakini akawa anajikuna sehemu za siri zake. Kwa mimi kwa ushauri wangu kama daktari, hasa kwa wale ambao wana watoto wadogo, ni kuangalia umakini sana wanapokuwa wako nyumbani. Mtoto anapoenda kubwa au ndogo, je, akimaliza ana asili ya kujikuna sehemu za siri? Kama ana asili hiyo, basi ujue ni dalili ya UTI. Mtoto huyo moja kwa moja, kama ni wa kiume, ana miaka labda 5, 6, hajafanywa circumcision, ni kuchukua wajibu aenda kasafishwe, kwa sababu kuna uchafu unakuwa umebaki ile sehemu za siri. Sasa anapokuwa anaoga, tunasema ile problem imebaki kwa sehemu za siri, kwa inaweza kumpelekea kuwashwa na kuweza kusababisha UTI. Na mtazamaji, ushauri huo wa daktari kikubwa ni kufanyia kazi ili kuweza kujikinga zaidi na maambukizi ya mfumo wa mkojo, yani UTI. Na mara baada ya kutoka katika chumba cha daktari, ni wasaa wa kutazama clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Majibu ya clinical puzzle hiyo, mtazamaji, usikose kuungana nasi katika kipindi kijacho kuweza kufahamu kinaga ubaga ama kwa undani zaidi. Na clinical puzzle ya wiki hii siku zote huwa ni ishara ya kwamba kipindi cha Home Clinic kinaelekea ukingoni. Nikukumbushe tu ya kwamba ndani ya kipindi hiki mada ilikuwa ni sababu na madhara ya maambukizi ya mfumo wa mkojo, yani UTI, ambapo umeweza kuwatazama wananchi, kila mmoja ameweza kuelezea uelewa wake juu ya maambukizi haya. Hali kadhalika ameweza kutazama afya storyline, pia ameweza kutazama maelezo kutoka kwa daktari ambaye alikuwepo ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic, lakini pia ameweza kutoa ushauri kwako. Na umeweza kutazama clinical message, na mwisho kabisa uweza kutazama clinical puzzle. Nikwambie tu ya kwamba endelea kufuatilia kipindi hiki cha Home Clinic ili kuweza kujifunza mengi zaidi yanayohusiana na masuala ya kiafya. Home Clinic, we love you. Nikutakie wakati mwema. Mimi ni Stella Paul. Home Clinic.